Hizi ndugu zangu, familia ya Dr. Mama Kavumo, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Siku ya leo ningetaka kuzungumza na nyinyi ni aina ya majini wa namna gani ambao majini hao hutumika kusaidia binadamu. Ni aina ya majini gani ambao wanaweza kukusaidia. Ni majini wa namna gani? Wapenzi watazamaji, mtambue hawa viumbe wapo kwa tofauti tofauti. Wapo majini ambao majini hao walinzi, wako majini kwa ajili ya ulinzi, wako majini kwa ajili ya mali, wako majini kwa ajili ya uganga, wako majini kwa ajili ya kinga, lakini wapo majini kama walezi. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, utambue majini hao wako tofauti tofauti na kazi zao pia ni tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna majini ambao ni walezi, lakini kuna majini ambao ni kwa ajili special kwa ajili ya uganga, lakini kuna majini ambao special kwa ajili ya kupata mali peke yake, lakini kuna majini special kwa ajili ya ulinzi, lakini kuna majini kwa ajili ya kinga, lakini pia katika majini hao wako kwa ajili ya ulezi. Tukizungumzia walezi, hasa siku ya leo ningependa nikupe elimu ya jini mlezi. Jini mlezi ni jini wa namna gani? Wapenzi watazamaji, majini hawa walezi asili yao wapo kila koo, wapo kila kabila, wako kila utawala. Napozungumzia kila koo, kila kabila, kwa sababu utambue katika asili na jadi kuna mizimu, kuna majini, lakini vile vile kuna malaika. Hivi vitu viko katika mshabiano mmoja. Tutapozungumzia majini, tutapozungumzia mizimu, tunapozungumzia malaika, utambue hivi ni viumbe ambavyo vinakuwa havionekani katika macho ya kawaida. Lakini viumbe hivi kila utawala au kila koo au kila binadamu aliyeumbwa utambue anakuwa na malaika wake, lakini pia anakuwa na jini wa asili na jadi wa kwao, au kuna jini ambaye anamsimamia, lakini vile vile kuna mizimu ya upande wa kwao. Kwa hiyo siku ya leo nikasema nikupe elimu ya jini huyu ambaye ni mlezi. Anakuwa ni jini wa namna gani? Jini huyu mlezi anakuwepo toka enzi za mababu zetu, ambapo kulikuwa na jini huyu mlezi. Anakuwepo ni jini mlezi wa familia, lakini kwa sababu wewe unakuwa hukai katika asili ya jadi, jini huyu anakuwa anajitenga mbali na wewe, kwa sababu wewe haumsogezi karibu ili aweze kukusaidia. Mnapozungumzia jini mlezi, jini huyu mlezi anakukinga na vitu vingi. Anakukinga na wachawi, anakukinga na majini mabaya, anakukinga na husda, anakukinga na vitu vyote vibaya, na ndio maana akaitwa jini huyu mlezi. Kwa hiyo jini huyu mlezi wa asili na jadi wa kwenu, au jini huyu mlezi, ili uweze kumtumia hata kama asili za jadi huzijui, unahitaji sasa jini huyu ili umtumie katika lengo gani? Unamtumia kwa ajili ya kukupa wewe kinga, unamtumia kwa ajili ya wewe kukulinda wewe na familia yako, lakini unamtumia kwa ajili ya kukuwekea zindiko na kinga kwenye nyumba yako, ili wachawi, ili majini mabaya, ili mtu yoyote anayekunenea ubaya, kukufanyia ubaya, basi jini yule anasimama kama kinga, anasimama kama ulinzi. Kwa hiyo siku ya leo wapenzi watazamaji, nikasema ni vyema niweze kuzungumza na nyinyi. Nimeweza kuzungumza na nyinyi katika utawala tofauti tofauti wa majini, lakini kuna jini huyu anaitwa mlezi. Jini huyu mlezi yuko kama jini anaitwa kizalia. Kama nimeshazungumza kwamba jini kizalia ni jini wa namna gani, lakini kuna jini huyu ambaye ni mlezi. Jini huyu asili yake anakuwa ni mwanamke, au anakuwa katika mwanamke yule anakuwa katika umbile la mwanamke, lakini mwanamke yule anakuwa ni mzee. Kwa hiyo kama unapopata njozi, unalala unapata ndoto, unakutana na bibi mzee, unakutana na mwanamke, unakutana labda na babu mzee, kwa sababu wako katika jinsia tofauti, lakini asili unapopata tatizo, basi anakuwa anakukimbilia, anakuokoa, au anakuwa anakuelekeza jambo, au anakuepusha katika jambo lolote lile baya katika namna moja ama nyingine. Wakati mwingine ulipata mtihani mkubwa, hukujua mtihani huu umeupitapitaje, utambue kuna jini kizalia ambaye tunasema ni jini kuna jini mlezi ambaye anafanana na kizalia, lakini kizalia ni jini mwingine na jini huyu mlezi ni jini mwingine.
Kwa hiyo wapenzi watazamaji, katika tawala za majini au katika majini hao ambao kila siku tunawapa elimu, utambue majini wako tofauti tofauti. Na jini huyu mlezi ni jini mzuri sana. Anaweza kukusaidia vitu vingi, iwe kwenye biashara, iwe kwenye uchumi, iwe kwenye mafanikio, iwe kwenye ulinzi, iwe kwenye kila kitu chochote ambacho unakihitaji wewe, unaweza kukusaidia. Lakini jini huyu sasa, ili aweze kuwa karibu na wewe, kuna namna ambapo unatakiwa upendelee kuvifanya. Unatakiwa upendelee kuchoma ubani katika nyumba yako, upendelee kuchoma udi. Basi unapopendelea kufanya vitu kama vya namna hiyo, moja kwa moja jini huyo anakuwa anajisogeza, anakuwa karibu na wewe, hatimaye ataweza kukusaidia vitu vingi. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, siku ya leo nilikuwa nasema niwape elimu aina ya jini huyu mlezi, ni jini wa namna gani na namna gani unaweza kumtumia ili kuweza kuondokana na changamoto ambayo inakusumbua. Kwa siku ya leo nasema asanteni kwa kunisikiliza. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Napatikanika mkoa wa Tanga, ambao nyinyi ambao watu wengi wananiuliza mama unapatikanika wapi? Mimi na ofisi sehemu tofauti tofauti, lakini asili yangu pia napatikanika mkoa wa Tanga. Kwa wewe ambaye unahitaji kuwasiliana na Dr. Mama Kavumo, unahitaji nikueleweshe, nikusaidie au nikupe elimu zaidi au nikuongoze nini ufanye katika kile ambacho kinakusumbua, basi usiache kuwasiliana na mimi. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Usiache kuwasiliana na mimi kwa namba zangu za simu 0712 94 44 34. Karibuni sana, asanteni sana.